Men, the podcast. Asanteni sana, na kwa kuwa tuna rekodi kipindi ambacho kitaruka kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana YouTube kama @men the podcast, lakini pia Instagram, Facebook, Twitter na TikTok na kwingineko kote. Na sisi kwa ujumla tunachofanya waga tunazungumzia mambo ya afya ya akili kwa mwanaume, na tunafanya hivyo kwa sababu tunajua umuhimu uliopo, sio mambo yanazungumzwa sana. Lakini ukweli ni kwamba ili maendeleo ya mwanamke yaweze kutokea vizuri lazima mwanaume ahusike, na vile vile maendeleo ya mwanaume yaweze kutokea vizuri lazima mwanamke ahusike. So mimi naitwa Michael Baruti, niko na mwenzangu pale anaitwa Nadia Ahmed. Nadia Ahmed yeye ni msaikolojia tiba, lakini tunasemaga ni men by association. Yaani ni mwanaume kwa kuamua tu katika hii mazungumzo nasi kwenye hii platform yetu. Na leo hii tunaletwa kwenu kwa mradi wa serikali ya Tanzania ambao unaungwa mkono na Umoja wa Ulaya, unaitwa mpango wa hatua ya mabadiliko ya kijinsia, tukijaribu kuvunja kizuizi cha kijinsia. Na kampeni ya mawasiliano wa mradi huu inaitwa Inspire to Lead, ambapo kwa ajili ya kurasimisha na kufanikisha mpango huu. Sasa hapa Mbeya tunajifunia sana kukuza ushirikiano wa wanaume na wavulana kama washirika wa usawa wa kijinsia, na tupo hapa kuonyesha kuwa wanaume wakishiriki na kujitoa, basi lengo hili linaweza kufikiwa kabisa. So mazungumzo yetu yanabeba na watu bingwa kabisa ambao na utaalamu wa kuweza kuzungumzia mambo kwa undani, na sehemu ambayo tutajikita sisi inasema jinsi wanaume wanavyoweza kuvunja dhima potofu na kusaidia usawa wa kijinsia. So tutakwenda, watajitambulisha wakati wanavyozidi kuzungumza, lakini ningependa kwanza na Dr. Stefano Mkakilwa. Huyu ni daktari bingwa wa saikolojia na afya ya akili. Swali langu kwako, nataka nijue kwa nini wanaume wanapaswa kujali kuhusiana na swala zima la kuvunja dhima potofu. As men, why should we care? Tunafaidika na nini kwa mchakato? Unaweza kuchukua microphone ukajitambulisha, unapotokea nini, afu tukaenda moja kwa moja kwenye jibu. Asante sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Dr. Stefano Mkakilwa, ni daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili kutoka Hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya. Kwa siku ya leo nashukuru sana swali lako. Namna gani ambavyo sisi kama wanaume tunatakiwa tushiriki katika kuvunja baadhi ya misingi ambayo imekuwa ikididimiza na kuleta kama mila fulani ambazo zinashusha kidogo kuinuka kwa mwanamke katika jamii yetu. Katika kitu ambacho mimi ningependa kuwashirikisheni ni kwamba ili tuweze kuwa na ushirikishaji huu, inatakiwa ianze katika hatua za mwanzo za makuzi ya mtoto. Tusianze huku juu, yani kwanza huku juu kumshirikisha mtu kwamba awe ana ushiriki na awe anamshirikisha mwenza wake au mwenzake. Hapo tunakuwa tumechelewa sana. Naona sehemu moja kubwa ambayo ni nzuri, tuanzie kuanzia watoto wakiwa wanashirikishwa. Tangia watoto wadogo wanashirikishwa matukio yanayoendelea, hapo wao wanajifunza nini kinachoendelea katika familia, wakiwa wanasoma mfano wa baba na mfano wa mama wanapoishi katika jamii yao, ndipo hata wao watakuja kujifunza nini waje wakifanya wakija kuwa watu wakubwa. Faida kubwa ambayo ningependa kuwashirikisheni, na nadhani walio wengi mnaifahamu, ni kwamba ushirikishaji katika jamii, ushirikishaji wa jinsia zote katika maendeleo yote ya kiuchumi unachangia sana kufanya huyu mwanaume ambaye amekuwa akipambana, pengine alikuwa akipambana peke yake, amemwacha mke wake nyumbani kama mama wa nyumbani, itamsaidia huyu mwanaume kuweza kupunguza kazi aliyokuwa amezidiwa hapo zamani. Kwa hiyo wakishirikishwa katika utendaji wa baadhi ya shughuli katika jamii anayoishi, itamsaidia huyu mwanaume kuweza kupumua na kuweza kuwa katika hali ya kuzalisha na kusaidiana pamoja na mwenza wake katika familia anayoishi. Nadia, naona ulikuwa unatingisha kichwa wakati Dr. Stefano anaongea. Nataka nikuulize, kitu gani kinawakwamisha wanaume? Na ninakuuliza kwa sababu kama nilivyosema, huyu jamani, she's a man by association, lakini vile vile ni mtu ambaye unazungumza na wanaume sana kwenye shughuli unazozifanya. Unahisi kitu gani ambacho kinawafanisha au kinawakwamisha wanaume kujali kuhusiana na swala zima la usawa wa kijinsia? Ukiangalia muda mwingi kuna uoga kwamba mwanamke akiweza
Je, ile power akishaipata ile nguvu inakuaje? So tuna wasiwasi kwamba nguvu yetu kama wanaume kwenye jamii inaweza ikapungua, au tunaweza tukawa questioned, tukaulizwa, tukawajibishwa mwanamke akiweza. Na hiyo pia ni dhana potofu. Maana tunahisi kwamba mwenzangu akinyanyuka, akisimama, anaweza akaniwajibisha. Lakini sio ukweli. Kama Dr. Stefano alivyosema, mwenzio akisimama, mmesimama wote, mkawa sawa, mnaweza mkasaidiana. Hata hizi changamoto zingine tunaziona wanaume wanakabiliana nazo. Ukiangalia ndani ya nchi yetu, watu ambao tafiti zinaonesha wanaojiua zaidi ni wanaume. Tunapitia changamoto nyingi ambazo pia tunafunzwa kuongelea hisia zetu, kuongelea changamoto zetu kama wanaume, kwa sababu inaonesha huo sio wanaume. Mwanaume lazima awe mbabe, uwe tu ngangari, yani ukomae tu, pambane na hali yako. Lakini sio ukweli. Na hiyo dhana pia inaenda kuchangia kukandamiza na ukandamizaji wa mwanamke, kwa sababu unajiona mimi napitia mengi yamenishanijaa kwenye kichwa, nashindwa hata kufahamu ni yapeleke wapi, na kuja na mbamiza na mwenzangu huku nyumbani. Kwa sababu hapo sasa ndo nimepata pa kupatolea zile hasira, zile hisia kwa namna ambayo tunaambiwa kama mwanaume inakubalika. Ukiona mtoto mdogo wa kiume na wa kike, wa kiume akilia anaweza akaambiwa watoto wa kiume hawalii. Wewe ukilia dada yako atafanya nini? Tunaanza umri mdogo kumfundisha mtoto wa kiume, hemu zipotezee hisia zako. Lakini mtoto wa kiume akionyesha hasira, tunakubali. Unaona huyo? Mbabe. Kidume. Kidume. Si unaona? Lakini tunakuza tabia ambazo mwanaume anaona kuonesha hasira na ubabe na shari ndo vinakubalika. Ndo namna ya sisi kuonesha hisia zetu. Lakini hiyo inaenda inachangia sasa ukandamizaji wa wanawake. Tunaenda kuongeza changamoto za kisaikolojia na za changamoto za afya ya akili kwa wanaume pia na kwa wanawake. So nimekubaliana na hiyo topic, kwa hiyo dhana, kwa sababu kweli mwanaume akimwezesha na mwenzie, tunapata kusaidiana, tunapata kupunguza ule mzigo ambao unatuletea sasa changamoto za afya ya akili. Sawa, asante sana. So hilo nataka nikupeleke swali kwa Dr. Nazareti Mbilinyi. Sio mara ya kwanza kwa haya mazungumzo kufanyika. Yaani haya mazungumzo kufanyika leo hapa Mbeya siku kama ya leo, haimaanishi ndio kwa mara ya kwanza Tanzania tunazungumza kuhusiana na kitu ambacho mwanaume anaweza akafanya kuiokoa jamii yake. Nadhani hicho wote tunakubaliana. Lakini kwa nini ni rahisi zaidi kuzungumza kuliko kwenda kuibadilisha jamii? Yaani kwa nini kila siku naendelea kuzungumza? Ugumu uko wapi kwamba kuyatoa tunayozungumza na kwenda kuyapractice kabisa katika jamii yetu? Asante sana. Naitwa Nazareti Mbilinyi kama ulivyotambulisha. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya. Imekuwa ni ngumu sana, ni rahisi sana kuzungumza, lakini mara baada ya mazungumzo unakuta mambo yanaendelea yale yale. Tunarudi kule kule. Kama daktari bingwa wa magonjwa ya watoto, naweza kuleta science behind kwamba mtoto anapokuwa mchanga, anapokuwa mdogo, hasa miaka 2 ya mwanzo, wakati ule ubongo wake unakuwa kama uko empty. Kwa hiyo kunatokea kitu kinaitwa synapses formation, ambapo sasa ni jukumu la mzazi au wale wakubwa wake kuhakikisha kwamba wana potentiate, yani wanazimarisha vile matabia zilizo njema na wanafanya synaptic pruning, kwa maana wanaondoa zile zilizo mbaya. Sasa kwa saizi ilivyokuwa, watoto wamekuwa wanajifunzwa na ulimwengu. Kwa mfano kama sasa hivi tunaelekea kwenye ulimwengu wa digitali. Maana watoto wanategemea kuona kwenye katuni, kwenye video, kila anachokiona anaona television wa kiume, anampiga huyu, anafanya vile, kina stick kwenye kichwa. Kwa hiyo maana yake sasa anapokuwa mkubwa, anaposikia story kama hizi tunaongea hapa, mwanaume tayari imeshakuwa sticky kwenye kichwa chake tangu akiwa mdogo. Synapses zake zinaonyesha kwamba mwanaume anatakiwa awe ngangari, mwanaume anatakiwa amburi mwanamke, na mwanamke vile vile hivyo anafundishwa kwamba yeye yuko chini, yeye ni wa kupika, yeye ni mama. Kwa hiyo tangu akiwa mdogo ameendelea kufundishwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo inaleta ugumu sana anapokuwa mkubwa, kwa sababu tayari ubongo wake umeshatengenezwa kwa mtindo huo. Kwa hiyo sisi kama wanaume ni jukumu letu sasa kuhakikisha kwamba kwanza maudhui ya watoto wetu ambao wanayapata kwenye mitandao ya kidijitali tunayakagua, tunayasimamia, na vile vile kwamba yasizidi. Kwa maana nyingine kwamba wajifunze mengi kutoka kwetu. Yale ya zamani, baba sisi amefanyaje, mtoto wa kiume usilie, mtoto wa kike ndio wakupika, yote tunaweza tukayaharibu. Hii itapelekea kwamba jamii pia inadhaliwa. Na ule usawa kibeijing ambao umekuwa ukiingwa tangu mwaka 95 mpaka leo tunaweza tukaufikia,
sisi tunaweza tukaanza mabadiliko leo. Naamini tuliopo hapa tunaweza, na kila mmoja atoke hapa aseme anao wajibu huo wa kuhakikisha kwamba anawalea watoto hawa, aweze kufanya synaptic potentiation, kwamba watoto hawa tangu wakiwa wadogo waelezwe kwamba wao ni akina nani, ili kusudi wakija kuwa wakubwa wasije kuwa wabishi, tatoka hali ngumu zaidi. Okay, umeeleza vizuri sana kwa upande wa watoto, na makofi kwako kwa kweli. Umeeleza vizuri sana. Nataka nirudishe kwa Nadia kwa upande wa watu wazima. Kitu gani kinachofanya, kwa sababu Dr. Mbilinyi ameelezea vizuri sana, na kwa watoto labda tuna nafasi ya kuweza kuwashape na kuwajenga ili waje kuwa vizuri sana. Lakini kwa sisi watu wazima, kwa nini kwetu inakuwa ngumu sana kwenda kutaka kuleta haya mabadiliko ambayo tunayazungumzia katika hii panel ya hapa? Kama daktari alivyosema, unajua ubongo wetu unakuwa formed ndani ya miaka ile 6 ya mwanzo ya maisha. Lakini mpaka mtu akifika miaka kama 25, 30 bado kuna uwezo wa kubadilisha uwezo wetu. Inakuwa ngumu mtu akishaanza kufika kule beyond 25 mbele kwenda 30 na juu, kujibadilisha tabia inakuwa ni ngumu sana. Na pia tukiangalia kama wanaume, tuna benefit nyingi kwenye mfumo dume huu ambao tumekuwa nao. Sasa kubadilisha inakuwa ni ngumu, kwa sababu kama mimi naenda nafanya kazi, natoka ninavyojisikia, narudi ninapotaka, nafanya ninavyotaka, hamna mtu anayeniwajibisha. Kwa nini nitaki kuibadilisha? Yaani hainikandamizi mfumo, ukiangalia kwa juu haumkandamizi mwanaume. Lakini kiukweli wanaume mnapitia pia mengi ambayo hamuyaongelei, na ndio maana tunaona tafiti zinasema wanaume wengi wanachukua maisha yao. Hamna mtu tu anapenda kuchukua maisha yake. Yaani hiyo ni kinyume na ubinadamu. Hamna binadamu anayependa kuumia, hamna binadamu anapenda hata kuwaza jinsi gani itakuwa ukifa, hatuwezi kama binadamu. So mtu paka kufikia hatua hiyo, ujua anapitia mengi. So kama wanaume, najua kuna vibenefit, kuna faida nyingi zinaonekana kwa juu. Lakini ukiangalia kiundani, kuna mengi ambayo yanayotukabili ambayo ni mabaya, kwa sababu wa mfumo tuloukuza, tunaolea. So ndio ni ngumu, kwa sababu moja, ubongo tushajifunza, kuna beliefs ambazo tumeshajijenga, kwa mwanaume ni hivi, mwanamke sehemu yake ni hii, mwanaume anakuwa lazima awe hivi. Na ndio maana nasema kipindi cha utoto ni muhimu, kwa sababu ubongo wako bado ni mrahisi, mwepesi wa kufunzwa kitu, wa kubadilisha kitu. Lakini ukishakuwa watu wazima ni kazi kubwa zaidi. Wewe fikiria kama mtu ni unaendesha gari. Fikiria uko unajifunza mara ya kwanza kuendesha gari ya manual. Ni lazima ukae ufikirie na badilisha gia hivi na kanyaga clutch vile, mpaka ufanye mara kwa mara ndio unaikuwa unaizoea, unaweza kaendesha gari bila hata kufikiria. Na kubadilisha hizi tabia ni mwendo huo. Mwanzoni ni mgumu. Mwanzo ni mgumu always. So lazima mwanzoni unajifikiria kabisa, unajua kwamba mimi nataka kujibadilisha niwe hivi, na kutendea haki hiyo dhana ambayo umejiwekea, kwamba mimi kama baba nitakuwa ninarudi nyumbani, nitacheza na watoto kidogo na mke wangu nitamsupport hivi. Na ukijisahau ni sawa tu, wewe ni binadamu mwisho wa siku, lakini umejisahau, unajirudi, unaendelea pale mpaka hiyo tabia inakuwa ndo tabia yako ya kila siku. Ndio haya mabadiliko yanaanza hivyo. Tabia kubadilika sio rahisi, haibadiliki ndani ya siku. Tabia ni kurudia kwa miezi, miaka, mpaka inakaa, ndo inakuwa sasa ndo jinsi ambayo tulivyo kama jamii. So mwanzo ni mgumu, na tukubaliane na hilo kwamba mwanzo ni mgumu. Tusikandamizane kwa sababu mbona wewe haubadiliki, umeshaenda kwenye kongamano hujasikia. Tustahimiliane, tuvumiliane, tukumbushane, na sisi tujiwajibishe, tuendelee kufanyia kazi huu mchakato. Anachosema Nadia, jamani, mtu asitoke hapa kaenda nyumbani ukamwambia kongamano halijakufaidisha lolote. Mabadiliko ni mchakato. Naka nirudi kwa Dr. Stefano hapo, ukiangalia nada aliyoongea, unahisi bado kuna tumaini la mwanaume wa Kitanzania kubadilika? Au tumkatie tamaa, focus na watoto tu? Tumaini bado lipo na nafasi bado tunayo, kama tulivyojifunza kutoka kwa msaikolojia bingwa ambaye ametuelekeza kwamba kwa kweli ubongo wetu huwa unajifunza pole, tutabadilika kulingana na yale ambayo tunajifunza, ambayo ni ya kujenga na yenye faida kwa ajili ya familia yetu. Kwa hiyo mimi naamini. Nataka niende kwa Bwana Enoch Pwele. Nataka utusaidie kutujengea picha, right?
utujengee picha kwamba kwa Mbeya hii na Tanzania hii kwa ujumla, ikitokea wanaume wakiamua kushirikiana kuvunja dhima na mila potofu kwenye usawa wa kijinsia, unaweza kutujengea picha unahisi Mbeya itakuwa Mbeya aina gani na Tanzania itakuwa aina gani? Asante. Kama alivyonitambulisha, mimi naitwa Mwalimu Enoch Kipwele, natoka kituo cha upimaji kinaitwa ESLAC. Ni kifupi cha maneno Education Support Resource and Assessment Center. Mimi ni mbobezi zaidi kwenye masuala ya ulemavu wa akili na usonji. Wenzangu madaktari wanaongelea masuala ya ugonjwa wa akili. Mimi ni mbobezi kwenye masuala ya ulemavu wa akili na usonji. Kwa kweli ni kwamba kama wanaume wote tukaamua kuvunja zile mila potofu, kwa sababu kila mmoja katika jamii ataonyesha kipaji chake, yani kipaji chake kile kitakuzwa kwa kiwango cha juu. Kwa maana hii ushiriki wa kila mmoja kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni itakuwa katika level ya juu. Mimi nahisi kwa Mbeya ikitokea hivi kwamba wanaume kiamua kuvunja sasa zile mizizi ya mila, desturi, tamaduni tulizonazo, tukawawezesha kila mtu kuonyesha kalama yake. Maana sasa hivi kwa mfumo tulionao, kalama nyingi na vipawa vingi vya wanawake vinafukiwa. Na tunaokuwa tunasababisha vipawa vile kufukiwa ni wanaume. Kwa hiyo tukivitoa vile vipawa, tukaviacha, kwa sababu Mungu aliweka usawa toka awali. Kuna mambo tu machache ambayo aliweka kwa ajili ya ukabilishaji wa binadamu. Kwa hiyo tukiwa sawa kwenye masuala ya jinsia, mimi nina uhakika tunaweza tukawa kwenye paradiso. Kwa sababu kuna kalama zingine inawezekana anayetakiwa kukomboa mkoa wa Mbeya anaweza kawa ni mwanamke, lakini umefishwa. Ule mkoa unazidi kudidimia bila kujua kwamba kuna kalama nyingine imefanya nini? Imefichwa ndani ya mwanamke. Ambaye sasa ikivunjwa hiyo, mwanamke anaweza kaja akatunyanyua. Nadhani mfano nayo inaonekana kabisa. Kuna wanawake wanapopewa nafasi, unaona kabisa ile nafasi pale mahali, kama ni taasisi, kama ni shirika, unaliona kabisa linabadilika. Lakini yule pambana. Lakini ingekuwa kwamba sasa amepita katika njia ambayo ni nzuri, ndio hakika hiyo picha ya mkoa wa Mbeya inaweza kawa ni mahali ambapo tunasema amazing. Sawa kabisa. Nataka nirudishe swali moja tu kwa audience yetu waliopo huko. Ukifunga macho na ukaona kwamba wanaume wameamua kushirikiana kuvunja dhima ya usawa wa kijinsia, ikaamua kuvunja dhima ya unyanyasaji na kuweka usawa wa kijinsia, ni picha gani ambayo unaipata kuhusu Tanzania? Hili ni swali moja tunataka kuuliza. Kama mtu yuko tayari kuongea huko, karibu kaka. Usogee sija hapa mbele tukupe na mic. Usahau kujitambulisha tafadhali. Kwa majina naitwa Mteganda Huseni, maarufu kama Mwafilombe, natokea taasisi ya Lemacho. Manake leta mabadiliko ulipo. Kwa mujibu wa hili swali la mwongoza mada hapa, mimi nasema tungepata vitu vingi, talanta nyingi vipaji vingi vingeibuliwa. Alafu swala la kusema mwanamke kukosa nafasi ni zama hizi tu, lakini ukirudi miaka ya nyuma mapambano hayo yalikuwepo. Mimi kiimani ni Muislamu, ila Muislamu wa kwanza ni Bi Khadija, na alitoa mali na kila kitu hadi Uislamu leo umesimama kwa ajili ya nguvu yake. Hivyo mwanamke ana nguvu kubwa sana kwenye hii dunia. Kwa nini labda sisi sasa hivi tunapata changamoto juu ya mapambano yetu? Ni huu mfumo kandamizi, mfumo jumuishi. Popote ukienda, mifumo ya elimu imekuwa mifumo ya fanani na adhira. Unajifunza wewe, mara nyingi unakuwa unakosa nafasi hata ya kuuliza, hata ya kufanya vingi. Ni fimbo ipe pale, kishindwa viboko tunaishikia amri zaidi. Tumekosa ile fursa ya mtu kujimwaya kufanya kwake. Mimi naweza nikasema ni ujumuishi. Na cha mwisho namalizia kwenye swala zima la ukatili wa jinsia. Jinsia ni zana pana sana kutoka Beijing. Miaka 30 tulikuwa tunafundishwa namna ya jinsia. Kuna jinsi na jinsia. Hivyo vitu ni viwili vinalandana sana. Hapo nikipata time nitakuja kuambia hilo. Asanteni. Asante sana. Sasa na sisi muda unatubana. Kwa hiyo nataka kuuliza watu wangu hapa. Tutaanzia kwa Nadia kuja hivi. Mtu ametusikiliza leo hapa. Mambo ni mengi, muda wa lunch umekaribia, watu toka asubuhi, kwa inawezekana watu wamechoka. Kama mtu akiamua kwamba kupuuzia yote ambayo tumezungumza, abaki na moja tu,
utataka abaki na lipi? Tukianzia kwa Nadia tukizunguka kuja hivi. Jamii inaanza na mimi. Mimi kama Nadia nikiamua nijibadilishe, basi jamii yangu iliyonizunguka itabadilika, na jamii ambayo iliyowazunguka jamii yangu itabadilika, na mwisho wa siku tunajikuta kama nchi yetu nzima tumefikia malengo yetu. So anza na wewe. Wewe mwenyewe jiwajibishe, na waruhusu wale waliokuzunguka wakuwajibishe pia. Asante sana. Karibu Dr. Asante. Mimi nasema kwamba kama ilivyo eneo langu, tuwaekeze katika watoto. Kuna hofu kubwa imetanda, hatujui kizazi cha watoto watakuaje watakapofika katika umri wetu. Kwa kila mmoja hakikishe kwamba anakuwa mstari wa mbele kuhakikisha anawekeza katika afya ya watoto, kwamba waje kuwa kizazi kizuri, taifa lililo imara. Mimi ambacho ningependa nikiseme ni kwamba tujifunze kushirikisha wenzetu tunaokaa nao. Kuanzia mtoto mdogo, mwenza wako, mkeo, wote tujifunze kushirikisha ili tuepuke kupata mental distress au mfadhaiko wa akili zetu. Asante sana. Mimi ambalo kwangu binafsi nitakiwa watu waondoke nalo kuhusu masuala ya usawa wa jinsia. Kama nilivyosema, mimi ni mtaalamu wa ulemavu wa akili na usonji. Hali hii kutokana na masuala ya kijinsia, watu hawana elimu ya kijinsia. Watoto walio wengi wanapata ulemavu wa akili na usonji kwa sababu ya adhabu ya baba na mama. Adhabu inayotolewa ya baba na mama. Kwa hiyo baba mara wamekosana na mama, anamtelekeza mama. Mama anapata stress, mtoto anayezaliwa anakuwa ni mlemavu weza wa usonji au wa akili. Sasa ili tuweze kuwa na taifa bora, naomba usawa wa kijinsia na elimu ya kijinsia itawali, ndio muondoke nayo. Ugomvi wa baba na mama usije ukao unaletea adhabu kwa watu wengine. Nazungumza hivi kwa sababu gani? Mtu anasema kwamba nitoa mimba wakanitelekeza kanikataa, nikajaribu kuitoa ndio hii imegoma, ndio tuwapelekea watoto wa namna hii. Sasa ile adhabu simpe mtu mwingine ambaye hayupo. Kwa hiyo yaani ushauri wangu muondoke nalo kwamba usawa wa kijinsia ni muhimu sana, kwamba kila mmoja achukue nafasi yake. Asante sana. Na mimi naomba nimalizie kuna kitu nilikuwa nimekiandika hapa, nadhani itakuwa fair nikikisoma. Jukumu la jadi na la asili la wanaume katika jamii zetu la kuwa watu wa riziki na walinzi wa familia linaweza kuwa chanzo cha msongo mkubwa wa mawazo. Lakini wanaume hawapaswi kubaliana na changamoto hizo peke yao. Wanawake katika familia zetu, wake zetu wa baadaye ni washirika wetu wa karibu sana. Wapo nasi ili kushirikiana katika changamoto hizi bega kwa bega. Jambo linalotupa nafasi nzuri zaidi ya kuwa na maisha yenye furaha na mafanikio. Ni ukweli jamani. Tunapotumia mamlaka yetu au nguvu zetu dhidi ya wanawake katika familia yetu au jamii yetu, tunaharibu fursa ya wao kuwa washirika wetu wa usawa, na pia tunapoteza manufaa na faida zinazokuja na usawa huu. Tunapotumia nguvu zetu kulazimisha aidha tendo la ndoa au kuwanyanyasa wanawake mitaani au sehemu za kazi, tunawaumiza na kuwavunjia heshima wanawake waliopo katika jamii yetu. Hatuharibu tu maisha ya wanawake hao au ya mwanamke huyo, bali pia tunadhuru familia yake na jamii nzima kwa ujumla. Naomba tufahamu hilo. Kwa waume, tunapofunga ndoa tunaahidi kuwatunza wake zetu, na wao pia wanatoa ahadi ya kututunza. Hii ni kwa pande zote mbili. Kuleta ukatili ndani ya ndoa ni kuvunja ahadi ambayo uliiweka mwenyewe kulazimishwa na mtu, na kunaangamiza upendo na heshima ambao ni msingi wa familia bora na yenye afya. Wake zetu wanaweza kuwa washiriki wetu na kushiriki katika majukumu ya familia, lakini wanawezaje kama wanatuogopa? It's impossible. Sasa kama wakina baba tunataka mema kwa ajili ya watoto wetu. Nadhani hilo ni wakina baba wote tunakubaliana, tunataka aliyo bora kwa watoto wetu, si ndio? Sasa tunapowapiga tunahatarisha mustakabali wa maisha yao, na tafiti zinasema hivyo. Tunaharibu afya yao ya kiakili na kimwili, na kufanya washindwe kujifunza maadili mema na kuwa watu wa maana katika jamii. Tunawafundisha kuwa kutumia nguvu na vurugu ndio njia pekee ya kutatua matatizo, badala ya kutumia akili zao na mazungumzo. Nadhani mtoto atakuwaje akiwa mkubwa? Mwanaume yote mwenye nguvu hahitaji kutumia vurugu kupata suluhisho. Wanajua kwamba heshima na mazingira ya malezi yenye upendo ndio yanayojenga familia na jamii yenye ustawi. Ukatili dhidi ya wanawake hufanywa mara nyingi na wanaume, lakini sio wanaume wote, huo ni ukweli. Wanaume walio wengi naamini na wengi tuliomo humu tunaamini kuwa ukatili ukubaliki
na wanaume, lakini na wanaume hawa wana nafasi kubwa ya kusimama dhidi ya wachache ambao wanaamini ukatili ni sawa. Na ndio maana pointi yazungumza Nadia, lazima tujifunze kuwajibika na kuwajibishana, na pia sisi kama wanaume tuweza kuambiana ukweli kwamba mzee, kumpiga mke wako unazingua, mzee hayo mambo unayofanya sio. Lazima tuweze kuambiana ukweli. Wanaume pia ni wahanga wa ukatili. Hasa mitaani tunapigwa sana roba huko, tunajua, na mara nyingi tunapigwa roba na wanaume wenzetu. Mara chache sana kusikia mwanamke akampiga roba mwanaume huko mitaani. Unaona bwana? Kwa hiyo jamii sio na ukatili, inamaanisha kwamba hata wanaume pia tutakuwa salama. Sasa kanuni za kijamii zinazochochea ukatili dhidi ya wanawake na watoto pia huwazuia wanaume kutafuta msaada wanapokutana na ukatili. Na nadhani MC wetu alizungumza hapa earlier kwamba mtu ameenda kuripoti, mwanaume akaenda kuripoti kwamba bwana anapigwa, kwanza jamii itamcheka, na jamii haiko tayari kwa mwanaume huyu kuweza kuja na kuelezea ukweli wake. Kwa kama jamii lazima tubadilike pia. Na kama tunataka mwanaume ashiriki vizuri namna hii, lazima tuweze kuwaambia kwamba hata kama naona nyanyasika, kuna nafasi yako uweze kuja kupata haki zako. Unaona bwana? Jamii yenye usawa zaidi ambayo inakataa kanuni hizi potofu itawa pia jamii inayoshughulika ukatili dhidi ya wanaume. Kwa hiyo tukibadilika kama jamii, sio wanawake tu watakaofaidika, na wanaume pia watafaidika. Jamani, sisi tunaitwa Men the Podcast. Tunatengeneza vipindi vya mtandaoni ambavyo vinazungumzia zaidi swala zima la afya ya akili. Ukienda YouTube ni @Men the Podcast, na Instagram, X, TikTok kote kwenye @Men the Podcast. Subscribe, na Jumatano ya wiki ijayo vipindi vyote vitaweza kwenda hewani. Ndugu yangu Nadia pale ni mshauri tiba na kampuni yake inaitwa Mind Matters. Kwa hiyo kama unataka counseling na vitu kama hivyo, unaweza ukamuona. Kwa waliopo Mbeya, Dr. Stefano yupo hapa. Tafadhali fanya mchakato wa kuweza kuwasiliana naye. Mimi naitwa Michael Baruti. Asanteni kwa hii nafasi. Asante sana. Makofi mengi kwao tafadhali. Ninaomba mtaketi hapo, na wale ndugu zangu wengine tunaweza tukasogea hapa mbele. Tunakwenda kufanya majumuisho kile ambacho tumekizungumza siku ya leo, na tutakwenda kupata maswali. Kama una swali utauliza na tutapata majibu kutoka huku. Tumeelewana jamani? Hatujapata nafasi ya kuuliza hawa maswali, si ndivyo jamani? Lakini vile vile tutapata kuona nini ambacho kifanyike ili kufikia na kuboresha ushiriki katika mchango wa wanaume, ili kuiweka katika miaka hii 30 na kuiongezea miaka mingine, kuweka jamii iliyo salama kabisa kwa wanawake katika masuala ya kibiashara. Naomba tusogee hapa tafadhali. Richard pamoja na wengine naomba asante sana. Wakati wanasogea hapa, ninaomba nisikie kutoka kwenu. Tunatambua kumekuwa na mchango mkubwa sana wa wanaume hata kufikia hii miaka 30 kutoka mkutano ule wa Beijing. Tunatazama kwamba kama wanaume wasingekuwa wamekubali ku accept kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa, tusingefika miaka hii. Yaani tungekuwa tunazungumza bado kwamba kuna ukakasi. Lakini kwa yale yote ambayo yamezungumzwa hapa, bado kuna hatua ambayo tumeipiga kama jamii katika kuhakikisha tunaleta usawa wa jinsia. Sasa tunatamani kutoka hapa tulipo tuende mbele zaidi. Naomba nisikie kutoka kwenu nini kifanyike, au kama kuna maswali tuanze na maswali kwa wale ambao mmesikia. Kuna daktari wa magonjwa ya afya ya akili, lakini vivyo kuna daktari wa watoto. Tuna Mr. Michael Baruti pamoja na Nadia wako hapa, na tuna daktari hapa mama yetu. Tuna mtu mashuhuri Mbeya hapa, naye amezungumza. Kaka Richard yuko pale, naye amezungumza kwenye upande wake katika kuwezesha wanawake ili kufikia ile hatima ambayo tulikuwa tunaitazamia kutoka Beijing. Naomba nione mikono tafadhali. Yes, kuna swali pande hule. Asante, karibu. Mimi nilikuwa na ushauri. Sisi kama wazazi au kama ndugu jamaa, tunapoona mtoto wa jirani ameharibikiwa, tusingoje mpaka apate shida. Sisi ni mabarozi, tuna wajibu wa kwenda na kumsimamia na kuwapa ile elimu ambayo pengine wazazi wameikosa kwa yule mtoto. Kwa sababu tunapata watoto wengi wanaitwa watoto wa mtaani, kisa wamekosa malezi ya wazazi wao. Na sisi kama ndugu jamaa na marafiki tunawaona tu, alafu na sisi tunawapotezea. Tulipoti sehemu husika, wanaweza wakapata msaada wa aina yoyote ya kijamii. Asanteni sana. Asante sana. Naomba kama kuna mtu ana swali, ana mchango, tafadhali karibu. Yes, tuna mama kiongozi wetu hapa, karibu.
Asante. Mimi swali langu linaenda kwa daktari wa afya ya akili. Wanaume saa nyingine ni waoga. Sio waoga kwa maana ya kupigana au nguvu za mwili. Yanapotokea changamoto kwenye familia wanakimbia. Mtoto mlemavu amezaliwa, mwanaume anatoroka. Nyumbani hakuna mahitaji ya kutosha, mwanaume anatoroka. Kwa hiyo mimi nilitaka nimuulize dokta, na huu ni ugonjwa wa akili? Kutoroka majukumu ni ugonjwa wa akili. Daktari utachukua alafu tutarudi. Nimeona kuna mikono miwili hapa mitatu. Yes, patia, karibu. Mchango au swali? Asante. Kwa majina naitwa Kevin Thomas. Natokea katika shirika la DSW Tanzania. Kipekee napenda kuongeza lakini pia kuchangia na kuongeza. Kuchangia kwangu kwa mada ya kwanza ambapo kwamba mtoto wa kiume alikuwa amesahaulika. Katika hii mada nimefurahi kuona mtoto wa kiume naye wanamjali. Wazazi wengi wametukuza sisi vijana kwa kutusema kwamba kijana akiwa analia tu kwamba wewe mtoto wa kiume pambana. Hata nimeanguka njiani pambana, lakini mtoto wa kike utasikia nyamaza mtoto mzuri. Nyamaza na kumbembeleza. Kwa hiyo hapo tumejenga kwamba wa kiume ndio maana hatutoi siri nje. Tumeshafundishwa usiri kwamba wewe ni mwanaume pambana. Maisha yanakuhitaji. Kwa uruhusi kulia. Lakini cha pili kingine, ili mchango wangu sasa, ili tuendelee jamii bora na tuzidi kuishi katika jamii yetu ikiwa nzuri, ni tusisahau swala zima la afya ya uzazi. Afya ya uzazi ni jambo la msingi sana katika jamii yetu. Kwa mfano baba au mama, ili mama afikie malengo yake, kama tumemruhusu kufanya biashara, lazima mimi mwanaume nijali afya ya uzazi na yeye mama pia atambue afya ya uzazi. Ni swala la muhimu sana. Asante. Asante. Nina mama yangu hapa amenifuata kutoka mbali, anatamani achangie. Karibu. Naomba kuchangia hivi. Kuna watoto ambao ni wako jirani yangu pale. Nauliza samani, sijui kama niko nje ya mada, lakini naomba mnisaidie, linaniumiza sana. Watoto nilikuwa nawakataza kwenye birthday sio lazima pakae vitu vichafu, mkaa, vumbi nini. Lakini kumbe bado ana uwezo hata kupaka mavi ya nguruwe, ya ng'ombe, ya nini, matope tope. Nikawaambia leo ninawachapa. Wakasema bibi, usituchape, leo ni birthday yetu. Sasa sijui unanisaidiaje? Okay, asante. Yes, kuna mchango watakuwa na changamoto hao. Asante. Kwa jina naitwa Rose Winston Malukasa, natokea katika shirika la DSW Tanzania. Kwa mimi kutokana na mada ambayo imeongelewa hapo mbele nikupo na mchango kidogo. Katika mazingira ambayo kwa sasa hivi tupo, tunaona kwa asilimia kubwa watoto wanakuwa wanapata matatizo. Kwa mfano kama alivyoongea pale daktari kwamba watoto wanakuwa wanapata matatizo ya usonji kutokana na yale tunasema mateso kutoka kwa wazazi wao labda. Lakini mimi nilikuwa naomba kuchangia kitu kwamba kwa mfano ikawa ni mama na baba kukaa kumemalishwa swala zima la upendo katika familia au katika jamii ambazo tunaweza tukaishi. Kwa sababu tunajua kwamba kile kitu ambacho unaweza kumfanyia mtu anakuwa anaweza kurejesha zaidi ya kile ambacho umemfanyia. Kwa mtu ukiwa unamfanyia jambo la ubaya labda anaweza akarudisha ni mara mbili. Kwa hicho kitu kinakuwa kinaleta kuchochea au kuongeza ile ongezeko la matukio ya ukatili wa kijinsia. Kwa sababu mtu anakuwa anaweza akafanya kitu kutokana na ule muhemko kwamba nalipa kwa sababu huyu mtu alimfanyia kitu fulani. Kwa hiyo yeye anakuwa anakiongeza zaidi. Mchango wangu ni asante. Nafikiri hapa kuna michango mingi iko kwenye malezi na makuzi ya watoto. Sasa ninaomba nisikie zaidi nini ambacho kifanyike. Nini kifanyike ili kufikia kile ambacho tunasema pale mchango wa wanaume uongezeke. Nini kifanyike katika kuwasaidia akina mama kwenye biashara? Mama alinyosha muda mrefu sana pale. Naomba nimpatie alafu na. Asante. Kwa majina naitwa Esther Mtanga. Nimetokea Njombe, mimi ni mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Wazo langu au ushauri wangu ni kwamba asilimia kubwa sisi watu wa mijini ndio tunaopata elimu kwa ufasaha zaidi, lakini kwa upande wa vijijini inakuwa ni ngumu kwa sababu masuala ya utandawazi kule ni bado, lakini pia wamama wengi na wababa wengi wa vijijini wanakuwa busy na masuala ya shamba. Kwa muda wa kukaa kwenye redio au kwenye TV kuangalia kitu inakuwa ni mchache. Kwa hiyo ninachoshauri ni kwamba tutumie viongozi wa ngazi za chini. Mfano kuna wenye viti wa serikali za mitaa, kuna wajumbe
na pia kuna taasisi nyingi mbalimbali kama mfano jukwaa la wanawake. Ni jukwaa ambao ni la mkoa, lakini hawa jukwaa ni wanakina mama mpaka wako ngazi ya kata. Lakini pia na sisi kama wanawake na Samia ni watu ambao wako ngazi ya mkoa, lakini wako mpaka ngazi ya kata. Watu kama hawa wakitumika kutoa elimu vijijini, nadhani inaweza kusaidia kwa asilimia kubwa sana. Na pia sisi kama familia tuanze kuacha ukatili na kutengeneza usawa ndani ya familia kwanza, ndipo tuweze kwenda nje. Asante. Asante sana. Elimu ya namna ambavyo tunaweza kufikia usawa wa kijinsia ifike mpaka ndani zaidi. Nafikiri Daktari Eve Maria, nafikiri kuna kazi ya kufanyika. Bado huko ndani hatujaifikia, ndio maana asilimia zinakuwa chache. Karibu brother. Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Raymond Mgogo. Mimi ni mwenyekiti wa taasisi inaitwa Lete Mabadiliko Chanya Ulipo, yani Lemachu. Mimi ni mwenyekiti wa Mbeya Jiji. Mimi nataka kuchangia kwenye nini kifanyike. Na mchango wangu kwenye nini kifanyike, mimi nachokiona ni jamii izungumze. Hapa kuna taasisi nyingi sana ziko hapa na taasisi nyingine ambazo haziko hapa, lakini hiki tunachoweza kukipata hapa tunavyozungumza ndivyo ambavyo tunavyoweza kupata solution za matatizo ambayo yapo kwenye jamii. Kwa maana hiyo basi naomba au naona jamii ipate nafasi ya kuwa inazungumza kama tulivyopata nafasi ya leo kuzungumza. Matatizo yoyote yanapokuwa watu wanapata nafasi ya kuzungumza, hata yule ambaye alikuwa ana hofu ya kusema chochote ambacho labda kinampata, labda ni mwanaume au ni mwanamke, akipata nafasi ya kuzungumza na wengine, akakuta kuna wengine nao wana matatizo yanayofanana na yale, lakini wako wazi kuyasema, na yeye anaweza akapata ujasiri wa kusema matatizo alionayo. Kwa hiyo mimi ninachochangia ni jamii izungumze, kuwe kuna midahalo na makongamano mengi ya namna hii. Nashukuru. Utajitambulisha jina lako na kama ni swali, kama ni mchango, karibu. Aro. Kwa majina naitwa Mabula Shuru wa Busungu, ni afisa nafanya kazi katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya. Binafsi hii mada nimeipa kipaumbele sana kwa sababu ndani yake kuna ujumbe. Nadhani kwa wale ambao kidogo mmesoma hapo, sijajua kama wengine wanashindwa kufikia macho kule, lakini mada yenyewe inajieleza. Mimi nataka tu niongezee. Unapoona kuna mafanikio katika familia, mwanaume na mwanamke walioko pale wameshirikiana kikamilifu. Nyumba haijengwi kwa mtu mmoja, tutadanganyana. Ndio maana mwingine anaweza akaleta fito, mwingine akaleta kamba. Kwa hiyo katika ile tunasema ushirikiano ndo nguvu imara ambayo tunaweza tukakaa nayo ili kuimarisha familia bora. Hata watoto mtakaozaa au mtakaowazaa, maana yake watakuwa wana reflect yale ambayo wazazi wanayafanya, na wao watashirikiana ili kuwapa taarifa wazazi. Kwa sababu ukimtenga mtoto, maana yake kuna taarifa nyingi nyeti zingine utaweza kuzimisi. So swala langu la msingi sasa ni kwamba moja, tujue sisi kwanza tunaishi kwenye jamii, na ile jamii tunayoishi nayo ndo jamii ambayo ndo familia yetu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Sada Salumu Msangi, ni mkazi wa Njombe, ni katibu wa wanawake wachimba madini mkoa wa Njombe, Njoama Samia. Mimi nilikuwa nauliza kwamba swala la usawa utakuwaje huo usawa, kwa sababu usawa unahusiana na masuala ya tabia, ibada, uchumi pamoja na imani. Sasa tunashindwa kuelewana. Sio utaweza kulazimisha, lakini naona kama hailazimishiki. Sasa tufanyeje ili watu wawe na tabia ambazo zina mahusiano, yenye tabia nzuri kiuchumi pamoja na tabia ya kawaida? Kwa mfano baba amefariki mathalani, au mama amefariki, si muda mfupi tu unakuta baba ameshaoa mtu mwingine na ile mali inakuwa tayari mgawanyo wake. Je, marehemu agaiwe mali yake ikawekwa akiba kwa watoto? Na kingine, je, kama baba amefariki, mbona kuna watu wanakuja wanashambulia goli pale na kuvuruga yule mama? Na wanawake pia tujitahidi kuwa na tabia ambazo ni za kistaarabu. Ndio maana narudia kwenye swala la tabia. Kama umefiwa, haijapita hata muda mfupi, unaikuta umeshaanza tena kujihusisha kwenye mahusiano ambayo yanaleta hatari kwa watoto.
Hiyo pia ni hatari sana. Kwa hiyo naomba uulize maswali, tutafanyaje ili tuweze kujirekebisha tabia kama hizo. Asante. Mimi ndugu MC naomba ni rudi huku ili tuweze kupata nini ambacho kifanyike. Pia na nyinyi mnaweza mkatoa nini kifanyike kwa mara ya mwisho. Tumezungumza juu ya swali la mwisho pale kabla sijaenda kwa daktari ambaye aliulizwa juu ya changamoto ya akili. Hili nafikiri inaweza kana mnuhusu mama hapa kwenye masuala ya jinsia. Karibu. Naomba nisimame. Jambo namba 1, jamani, kwanza nianze na yule aliyesema elimu haifiki vijijini. Akina mama tuwajibike. Wewe ni mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi ngazi ya mkoa. Wewe uko ngazi ya wilaya, wewe uko ngazi ya kata. Alafu unasema elimu haifiki vijijini. Ulitaka fikeje wakati iliwekwa ili kuhakikisha tangu yule mwanamke wa kijijini mpaka wa taifa wanafikiwa. Majukwaa yanaundwa, msingi wake ni pale kijijini, ni pale kwenye mtaa, ndiyo yanayounda kata, kata zinaunda wilaya, wilaya inaunda mkoa. Sasa wewe ukiniambia tuko huku juu tutumike kwenda vijijini, tumejidefeat wenyewe. Kwa hiyo ningeomba tujaribu kurudi kwenye majukumu ya uanzishwaji wa majukwaa. Ninashukuru kwamba mimi tangu ule Mheshimiwa Rais akiwa makamu yanaanzishwa kwa mara ya kwanza, nilikuwa katika timu ya uundaji. Yamekuja hii mara ya pili, nimekuwa kwenye timu ya mapitio. Ninaelewa kama tungewajibika tusingelalamika kwamba mwanamke wa kijijini kaachwa. Namba 2, inakuja swala la mambo ya mirathi na mgawanyo wa mali. Akina mama tunaambiwa tunapokaa katika ndoa tuwapende waume zetu, au sio? Mimi Mkristo Mkatoliki ndo anasema enyi wanawake muwaheshimu waume zenu na nyie waume muwapende wake zenu. Mnapochuma zile mali, jamani, elimu inatoka. Wanasheria wanaojifanya wamesoma peke yao, wanaitwa wanasheria wasomi, sijui mawakili wasomi, wanatuambia jamani, swala la mirathi, mme wako anasema tunajenga nyumba, mme wangu hata kama ni yale ya kuandikiana, andika na jina langu, tunachukua mimi na wewe. Hapa tunaweka ni Asha na Juma ndio walionunua. Sasa itakapokuja mmoja wenu kaondoka, hakutakuwa na mgogoro kwa sababu pale mmeshaweka mali ni yenu wawili. Sasa inapokuja mmekwenda kufunga ndoa, na ndoa labda ni ya kidini, mkubali kwamba mmoja wenu atakapoondoka mgawanyo wa kidini unahusika. Ya kuonaomba nije tu niguse kwa sababu kuna la 3 limekuja, wanawake tujistai, sijui ukimme akifa siku chache umeolewa. Naomba niwaelezeni, mke umekufa, umefariki, manake anayekufa ni mnyama. Mke umefariki, ile wakati wa mnalia, mme wako anapelekewa wanawake wa kuchagua wa kuoa. Kwa hiyo kuwe na ngoma draw. Kama watoto watapata shida mzazi mmoja akiondoka, makatazo yawe kwa wanawake na kwa wanaume. Mama ukifa, baba atabaki kwa stabilize watoto, naye asikimbilie kwenda kutafuta mke wa kureplace. Mme akifa, na wewe mwanamke usikimbilie replacement, stabilize kwanza watoto. Kwa hiyo hakuna mambo mawili. Lakini kikubwa ambacho hatujakiongelea, 51% ya Watanzania ni wanawake, 49% wanaume. Familia tumeruhusu ushoga. Hao watoto wetu 49% wamekuwa mashoga, ni wengi sana, kiasi cha kwamba si ajabu tukienda kwenye sensa tuna wanaume 45%. Hebu jamani, tupambane katika familia zetu. Asante. Asante sana. Ninaomba nisikie daktari akizungumza, alafu nitampa Baluti atuambie nini kifanyike katika kufikia mchango wa wanaume kwa miaka hii 30. Nini kifanyike? Karibu daktari. Asante sana. Naomba nijibu swali ambalo mama hapa ameuliza kwamba inatokea katika familia kuna mtu anapenda kukimbia majukumu. Anakuta pengine ada, anakimbia familia, chakula kimeisha, anakimbia familia, au kuna jambo lolote lile ambalo ameshirikishwa kwamba kuna kitu hiki,
pengine anakuja juu, hataki kulikabili. Ukijifunza kwenye saikolojia, kuna kitu kimoja kinaitwa personality. Personality ni haiba au utu wa mtu. Sasa personality huwa inabadilika kulingana na mazingira. Sasa kuna wengine huwa anaanza kupata personality disorders either kwa kuzaliwa kwa kurithi au katika mazingira aliyokuwa anakuwa amebadilika haiba yake au amebadilika utu wake. Sasa kuna personality disorder, yani kuna ugonjwa mmoja wa kihaiba unaitwa avoidant personality disorder. Tuna simu janja, unaweza ukagoogle hata hapo afu ukaona dalili zake pale. Avoidant personality disorder ni kwamba mtu anakuwa hapendi kuyakabili majukumu yake, na hizi huwa zinaanza kuonekana tangu mtoto mdogo. Pengine amesema mama amesema osheni vyombo hivyo, yeye anaanza kusingizia visingizio kibao. Tupo shuleni, mwalimu anasema nani kafanye swali lile pale, kijana tayari anaanza kukwepa au anageukia chini. Yani hii ni changamoto ya personality disorder, ni ugonjwa wa akili wa haiba unaohusu mtu kukataa majukumu. Ugonjwa wa akili huu. Haya, Dr. Ipia anaendelea malizia huyo. Kumbe tumejua kukimbia majukumu nayo ni nani hiyo. Mi naomba nisimame nimalize, na naomba nimalizie kabla msiaje nikatisha. Moja, wanaume tuweze kuwa tunaambiana ukweli. Kwa sababu yes, ndio wanaume tunawapenda mama zetu, tunawapenda wake zetu, lakini wanaume tunaheshimu sana wanaume wenzetu. Na kukubalika na wanaume wenzetu na kupewa sifa na wanaume wenzetu waga ina uzito sana hata kuliko kutoka kwa wanawake. Sasa kwa kuwa tumejua hilo, basi tuanze kupeana sifa za ukweli na tuanze kuambiana ukweli. Yaani ndio njia pekee tutakayotoboa. Yaani lazima tuanze kuambiana kwamba mzee, pombe zimezuri, rudi nyumbani kale watoto wako. Mzee, mtoto wako anapita mtaani hapa tunavyomuona hatumuelewi, fanya majukumu yako. Mzee, yani njia pekee ya kuweza kutoka hapa ni wanaume kwa wanaume kuweza kuambiana ukweli na kuweza kusaidiana. Asanteni. You're listening to Live with Men, the podcast.